Karibuni tena, tunaendelea na somo letu siku nyingine tena. Somo ni lile liloanza nalo kuelewa mambo ya nini? Mambo muhimu kuelewa maandiko. Glory to God. Amen. Mambo muhimu kuelewa maandiko. So tumesema kwamba tuna sababu kubwa sana kujifunza kuzingatia mambo hayo, kwa sababu Biblia hii ama maandiko yameandikwa kwa miaka mingi sana iliyopita na kwa lugha tofauti na ambazo tunatumia leo. Na kwa hiyo inafanya kuwa kitabu very complicated, kwa sababu si kitabu cha siku hizi. Sio kitabu cha nini? Cha siku hizi. Nafikiri ni kitabu cha zamani labda kuliko vitabu vyote tunavyo duniani. Very ancient. Cha zamani sana. Cha zamani sana. Kwa lugha za kale, waandishi wenyewe waliandika katika mazingira tofauti. So kwa wakati mmoja, kwenye cultures pia zilizokuwa zinatofautiana kulingana na wakati. Sasa utamaduni umebadilika, kizazi kingine kimekuja tofauti na vile vizazi vingine. So unadili na kitabu ambacho kina walimu au waandishi zaidi ya 40 katika nyakati tofauti. So akiwa kitabu kirahisi, kwa kinahitaji kujifunza namna tunaweza kuapproach maandiko haya na vitu vya kuzingatia ili tuweze kuelewa maandiko. Glory to God. Kwa leo tena, ikiwa ni siku ya tatu au sehemu ya tatu katika mfululizo wetu, tunaendelea kuomba kwa Mungu kwamba macho ya mioyo yetu yanaangaziwa. Tunatiwa nuru kabisa, kwamba fahamu zetu zinauelewa wa kiungu. Zinauelewa katika roho, tunaelewa maandiko kwa usahihi, kwa kazi ya roho katika tutu ndani. Maana umuhimu wa mambo tunajifunza, tunaelewa vizuri. Kuna nafasi ya makosa hata kufundisha wala katika kupokea, bali tunayapata vizuri pasipo mkanganyiko wowote. Tunafaidiwa pamoja na Kristo anatukuzwa. Amen. Glory to God. So katika kipindi kilichopita tulikuwa tumejifunza dhana 2 ambazo zinatusaidia katika habari ya kufanya interpretation ya maandiko ama kuelewa maandiko. Do you remember those things? Nakumbuka mambo Dhana ya kwanza ilikuwa ni ipi? Nini? Identification identifiers. Vitambulisho vya nini? Viunganishi vya utambulisho. Hallelujah. Yes, viunganishi vya nini? Vya utambulisho. Tunasema vihusishi vya utambulisho. So in English we say identification unifiers. And then dhana ya pili tuliyozungumza ni nini? Matumizi ya lugha iliyoratibiwa. The use of codified language. So tumeangalia dhana 2 na tumepita nazo, tukaona maana yake ni nini atuishi. Na tumeenda mahali, na nafikiri wakati tunajifunza kwenye habari ya codified language ama lugha iliyoratibiwa, tulisema katika lugha rahisi. Maana tulimalizia na lugha iliyoratibiwa, codified language. Tukasema katika lugha rahisi, codified language itakuwa ni neno au fungu la maneno au kielelezo expression au short form of a story, yani summary ama ufupisho wa story au habari, ambayo imetumiwa na manabii au waandishi wa Agano Jipya. Waandishi wa Agano Jipya ambao sasa ni wafasiri wa mbele, later interpreters wa Agano la Kale au maandiko yanaitwa Mwanzo mpaka Malaki. So haya maneno au neno, yani maneno, fungu la maneno ama hicho kielelezo ama hiyo short form, hiyo ufupisho au summary ya habari inayokuwa inarejea, maana yake inarejelea an entire story, inakuwa inarejelea habari nzima ama tukio of course, tukio lake katika ukubwa wake na maelezo yake, ama of course so nasema entire story, tukio katika maandiko ya nini ambayo yamekwisha andikwa nyuma. So maana yake codified language inafanya kustandardize ama inafupisha kwa maneno machache au neno moja ama kwa kielelezo story ambayo imekwisha nzima ambayo imekwisha kuandikwa hapo kabla
ama tukio ambalo limetokea hapo kabla. Na waandishi walikuwa wanatumia hii namna ya kuandika, mtindo huu wa kuandika, wakitegemea kwamba wasikilizaji wao au wasomaji wao watarudi katika maandiko hayo au katika hizo story za nyuma na kufanya nini? Na kusoma. Watarudi kwenye hizo story au kwenye hilo tukio la asili original lenyewe na kufanya nini? Na kusoma. Amen, amen. So leo tutaangazia mambo mawili au maneno mawili: pumziko na Sabato, katika across of course Mwanzo kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Hallelujah. Glory to God. Kutoka Mwanzo mpaka nini? Malaki. Kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Maneno gani tumesema? Pumziko la Mungu pamoja na nini? Sabato. Pumziko la Mungu pamoja na Sabato. Tutaangazia kutoka Mwanzo mpaka Malaki, lakini hatutaacha vitabu vya Injili 4, kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini pia katika nyaraka. So unaweza kuona maneno haya yamepita kote. Yamepita nini? Kote. Utaona hizi zana mbili zote zikiwa at play. Utaona codified codified language, lugha iliyoratibiwa, tunatumia tuna identify mambo pale, tunajifunza vizuri. Lakini unaweza kaona vile vitambulisho vya viunganishi vya utambulisho pia vikitusaidia au vikionekana vikidhihirika katika scriptures. So Mwanzo 2:1. So ninategemea kabisa kwamba tuko na Bible zetu vizuri kwa ajili ya kusoma. Mwanzo 2:1 mpaka 3. Mwanzo 2:1 mpaka nini? 3. Glory to God. So kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3 anasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe. So lile neno tumesema pumziko ndio lipo katika hilo neno akastarehe, starehe ya Mungu. Pumziko ya Mungu nini? Starehe ya Mungu. Tukisema hivyo ni sawa? So starehe ya Mungu ni pumziko la Mungu? Okay. So akastarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Are you getting it? Uko hapo Hiyo ni Mwanzo 2:1 mpaka 3. Mstari wa 3 anasema, Mungu akaibarikia siku ya 7. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alifanya nini? Alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. So twende tena Kutoka 20 mstari wa 8. So hapa tumesoma kitabu cha Mwanzo. Tumeona maneno hayo, akastarehe, akaacha, si ndivyo akaibarikia, akaitakasa. Umeona hayo maneno? Kwanza siku ya 7, 2 akastarehe siku ya 7, si ndivyo? Akaacha kufanya kazi yake yote, then akaibariki, akaitakasa. Glory to God. Are we together? Okay. Very good. So twende kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 nafikiri. Kutoka 20 mstari wa 8. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8. Kutoka 20 mstari wa 8. Hallelujah. So hopefully you're there. Kutoka sura ya ngapi? 20 mstari wa 8. Unajua wakati tunaangalia maneno unaona jinsi yanavyotokeza na namna yanavyotokeza across the scriptures. Amen. 28 anasema, ikumbuke siku ya Sabato, ufanye nini? Uitakase. Kule katika Mwanzo 22 amesema Bwana akaibarikia, akafanyaje? Akaitakasa. Siku gani? Anasema siku ya 7. The 7th day. Akaitakasa, akaacha kazi yake yote, akastarehe. Hallelujah. Okay, so
Mwandishi katika Mwanzo 1:1-5, mwandishi katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5, tunajua amefundisha mpango wa Mungu wa mbingu na nchi. Mpango wa Mungu wa mbingu na nchi. Nakumbuka hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Anaendelea pale mpaka mstari wa 5. Alifundisha mwandishi kuhusiana na mbingu na nchi, mpango wa Mungu kuhusiana na mbingu na nchi. Na mpango wake ulikuwa ni nini? Mpango wa Mungu wa mbingu na nchi ameueleza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. So katika context ya kitabu cha Mwanzo utaona mbingu na nchi na mpango juu ya mbingu na nchi ukiwa wazi, laid open katika Mwanzo 1:26 hadi 27 hadi 28 of course, ambao tutaeleza baadaye. Anasema nini? Mtu katika sura na mfano wa Mungu. Amen, amen. Mtu katika sura na mfano wa Mungu. So akisema Mungu aliziumba mbingu na nchi ziko pamoja. Mbingu na nchi is not a distance, kwamba there is a earth and there is a far away heaven. No, mbingu na nchi ziko pamoja. Simple unaweza kusema the unseen world and the seen world, the visible one and the invisible. Ile dunia inaonekana na ile dunia isionekana. So dunia isionekana inaitwa mbingu. Amen, amen. Dunia inaonekana tunaita nchi. Kwa mbingu na nchi au dunia inaonekana isionekana viko pa? Yes, always katika scriptures anaongea vitu hivi vikiwa mahali pamoja. Na anasema mpango wake katika mbingu na nchi ni mtu katika sura na mfano wa Mungu. Mtu katika sura na mfano wa Mungu ni mtu wa namna gani? Ni mtu aliyekaliwa na roho wa Mungu ndani yake. Mtu mwenye roho wa Mungu. So ndani katika mtu huyu tutakuwa na unseen world of course, na tutakuwa na seen world. Tutakuwa na dunia au na ulimwengu unaoonekana physical, na tutakuwa na ulimwengu usioonekana pia. So tutaweka haya mambo of course, naendelea kujifunza vizuri. Wakati tunaendelea kujifunza tutajifunza vizuri habari ya Mwanzo 1:26-28. So maneno haya katika Mwanzo 2:3 anasema akaitakasa, sanctified katika KJV, na maneno takatifu. Ile kwenye Kutoka tumesoma Kutoka 28 amesema, ametumia neno gani pale? Amesema ikumbuke sadaka nini? Alafu uitakase. Uitakase KJV inasema keep it holy. To keep it holy. Kuitunza kuwa, kama ungekuwa unafasiri moja kwa moja kutoka KJV ungesema kuitunza kuwa takatifu. Sio So amesema uitakase. Nafikiri tunafahamu neno takatifu, takasa inamaanisha kuitenge, iwe maalum, sio So neno hili akaitakasa, na hii uitakase katika Kutoka 28. Sanctified au itakase, akaitakasa iko kwenye Mwanzo, si ndivyo? Mwanzo 2. Alafu hii uitakase ambao anamwambia mtu aikumbuke sabato na itakase ni kwenye Kutoka 20 ngapi? 8. So yote anatafsiriwa kutoka kwenye neno moja la Kiebrania Kodash. Q-U-A-D-A-S-H. Q-U-A-D-A-S-H. Kodash. See? Sasa ukiangalia matumizi yake ya kwanza katika Mwanzo 2:3 ilikuwa inahusiana na siku ya saba, the seventh day. Ilikuwa inahusiana na siku ya saba, sema akaitakasa. Kwenye mstari wa kwanza aliongelea kwa habari ya jinsi ambavyo mbingu na nchi zimemalizika. Mwanzo 2:1 sababu Bwana mbingu na nchi zikamalizika. Do you remember that? Labda nikusomee tena. Maana yake unaweza kaa huko hapa tunafikiri bado unakumbuka, kumbe tayari mtu uko mahali pengine kabisa. Mwanzo 2:1. Mwanzo 2:1 maneno yanasema kwamba basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Nini kilichomalizika? Nani alikuwa anafanya mbingu na nchi? Mungu. Kwa mbingu na nchi zikafanyaje? Zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote. So siku ya saba inaongelea in relationship na habari ya mbingu na nchi kumalizika. So kuna uhusiano kati ya siku ya saba katika context hii hapa na mbingu na nchi kufanyaje? Kumalizika na jeshi lake lote. Are you following, you people? Focus. Nikikuacha hapa utasubiri sana kusikiliza tena hiyo point. Tuko pamoja? Basi mbingu na nchi zikafanyaje? Zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastari siku ya saba akaacha kufanya kazi yake aliyoifanya. So kumalizika kuna uhusiana na siku ya saba, kuna uhusiana na kuacha na kuitakasa, etc. Tuko pamoja? Hiyo imekaa sawa
Yani maana yake ni kwamba uumbaji ulikamilika. That is creation completed. Uumbaji ulikamilika. Na mstari wa pili anasema akastarehe katika siku ya saba kwenye kazi, kutoka katika kazi yake yote aliyoifanya. Then kuna neno hili zikamalizika, finished. Neno gani? Finished kwenye KJV, kamalizika. Ni neno la Kiebrania kalah. Kalah, K-A-L-A-H. Kalah linamaanisha kukoma, to cease, kukoma. Linamaanisha to complete, kumaliza. Linamaanisha to accomplish, kutimiliza. Kwa hiyo inaweza ikawa to cease, to complete, or to accomplish, kukoma, kuacha kitu kufikia tamati, au umekoma kufanya kitu, umekoma. It implies to cease, to complete, or to accomplish. Accomplish inatumika pale ambapo una jambo ambalo liko linatakiwa kumalizika, una mradi unatakiwa kumalizika, una shughuli sasa, ukishamaliza malengo yametimia, hiyo shughuli unasema umeaccomplish, au sio? To complete. So maneno haya, na hili neno of course limetokea karibia mara 204 kwenye maandiko ya Agano la Kale la Biblia. Haleluya. Reference nyingine iko kwenye Mwanzo 27:30. Naomba ufungue mara moja hapo na utasoma mwenyewe Mwanzo 27:30. So utanisaidia hiyo kama hiyo nani inapatikana hapo. Mwanzo 20 na ngapi? Na 7:30. Fungua hapo haraka. Tunaangalia rejea neno hilo kalah, kumalizika. Sema mbingu zikamalizika. Maana yake kwa complete, cease, to cease, to complete, or to accomplish. Glory to God. Soma. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndiyo kwanza ametoka mbele yake, akaja kutoka katika kuwinda kwake. Sikiliza, unasoma kwa nukta. Haleluya. Kwa pause, ili sisi wazito kidogo kichwani tuweze kufuatana na wewe. Haya, twende 1, 2, 3. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndiyo kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuwinda kwake. Amen, amen. Alipokwisha kumbariki Yakobo, si ndio? Ikawa Isaka alipokwisha, sema tumia alipokwisha. Alipokwisha kumbariki. Hilo neno kwisha, alipokwisha ndio hilo neno kalah. KJV nasema as soon as Isaac had made an end. Has made an what? An end of blessing Jacob. So an end manake imekuwa complete, ameaccomplish, amemaliza. So ni kumalizika, amemaliza ile shughuli alikuwa nayo. Tuko pamoja? So hilo neno end au kwisha hapo ni neno lile kalah katika Kiebrania. Kitabu cha Kutoka pia sura 40 mstari wa 33 utasoma pale. Kitabu cha Kutoka sura 40 mstari wa 33. Alafu ngine hapo utafungua kitabu cha Nyakati ya Pili sura 8 mstari wa 16. Kutoka sura 40 mstari wa 33, alafu na Nyakati ya Pili 8:16. Haleluya. So chukua hapo na some haraka. Kitabu cha Kutoka sura ya 40 mstari wa 33. Tegemea tayari mtu amefika. Ngine ufungue pale Nyakati ya Pili sura ya 8 mstari wa 16. Uone matumizi ya neno kalah, finished. Kutoka 40:33. Akausimamisha ukuta wa ua kuizunguka maskani na madhabahu, akalitundika pazia la mlango wa ule ua. Basi Musa akaimaliza hiyo kazi. Neno kalah. Moses finished the work. Okay? Nyakati ya Pili 8:16 anasemaje? Anasema basi ikatengenezwa kazi yote ya Suleiman hata siku ya kutiwa msingi wa nyumba ya Bwana, na hata ilipokwisha hivyo ikamalizika nyumba ya Bwana. So hilo neno kalah liko namna hiyo. Haleluya. So tumeangalia maneno mangapi mpaka sasa hivi? Tumeangalia kaitakasa au itakase, ambao Kiebrania neno kadash. Sivyo? Then tumeangalia zikamalizika. Neno gani? Kalah. So tuna neno lingine pale akastarehe, rested.
Hili neno limetafsiriwa kutoka kwenye neno la Kiebrania Shabbath. Shabbath. Shabbath au Shabbath. 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 Kwa hiyo unaweza Shabbath au ungesema Shabbath. Shabbath. S-H-A-B-A-T. Shabbath. B-A-T-H of course. Shabbath. Lina maana ya to cease or to cause to cease. Kuacha au kusababisha kuacha, kukoma ama kusababisha kukoma kwa kitu. Haleluya. Hilo neno akastarehe, starehe, starehe. Haleluya, starehe. Lina maana ya nini tumesema? Koma ama kusababisha kukoma. To cease or to cause to cease. Bwana Yesu asifiwe sana. So reference nyingine of course, na haraka tutakwenda pale Kutoka 16:30. Taona rejea ya neno lilivyotumika hili neno Shabbath. Ndio neno of course ambalo leo watu tunasema Sabato. Tuko pamoja Shabbath. So Kutoka 16:30. Anasemaje? Mwingine atafungua hapo Kutoka 31:17. Twende. Twende. Basi hao watu wakapumzika kwa siku ya saba. Basi hao watu wakapumzika kwa siku ya saba. Kwa siku ya saba. Sema, so the people rested on the seventh day. Wakapumzika. Ndio neno Shabbath. Amen, amen. Kutoka 31:17. Nasema ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele, kwani kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi. Bwana alifanya mbingu na nchi. Akastarehe kwa siku ya saba. Akastarehe kwa siku ya saba. Na kupumzika. Haleluya. So ni neno hilo hilo Shabbath. Watu walipumzika na Bwana akapumzika. Si ndio bwana? Sema alifanya, analejea. Kwa maana yake hapa kwenye Kutoka 31:17 anasema hii ni ishara kati yangu mimi na nyinyi wana wa Israeli milele. Kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, na siku ya saba akapumzika, akastarehe. Kwa pamoja Kutoka 5:5. Kutoka 5:5. Kutoka 5:5. Wanafunzi mnaniangusha sana. Mko slow sana. You have to be quick in opening the Bible. Amen, class? Amen. Thank you. Kutoka 5:5. Kisha Farao akasema, tazameni watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha, wasichukue mizigo yao. Asema nanyi mmewapumzisha. You have make them rest from their burdens. Nanyi mmewapumzisha wasichukue mizigo yao. Unaona? So hizo ni rejea za neno nini? Za neno nini? Starehe ama Shabbath. Glory to God. So kuna neno lingine pale kazi. Si ndivyo? Akaacha kazi hiyo. Si ndivyo? Kazi, work. Mungu apumzika kutoka kwenye kazi yake aliyofanya. Kazi. Neno kazi, neno la Kiebrania meleka. 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 M-E-L-E-K-A-H. M-E-L-E-K-A-H. Meleka. Ambalo linatokana na neno lingine la Kiebrania mlaka. M-L-A-K-A-H. So neno meleka limetumika mara 167. Meleka linatokana na neno lingine la Kiebrania tumesema mlaka. M-L-A-K-A-H. Neno meleka linatokea mara 167 katika maandiko ya Kiebrania ya vitabu vya Agano lile la tunasema la kale, na inamaanisha occupation or business. Kazi ambayo mtu anakuwa anafanya au biashara. You do business. When you are doing business, you are doing work. Kuna shughuli unazo, maana ke shughuli. Business simply means shughuli unazokuwa unafanya. What business do you have here? Unafanya shughuli gani hapa? Imaanishi lazima wakati wote unapotumika neno business kuna hela zinaongelewa. Tuko pamoja So business or occupation, kazi ambayo mtu anafanya. Occupation, business. So ukichunguza hapa kwa umakini maneno, kuna maneno kwamba maneno hapa uikumbuke, si ndio zakar.
zakar, 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 ikumbuke. Maneno haya remember, zakar, alafu kuna neno ile pumzika ama starehe, akastarehe. Kuna neno kazi, mraka, yalitumika kwanza kabisa kwenye Mwanzo 2 wakati sheria bado haijatolewa. This is very key one you have to understand. Maneno haya yote tumeangalia hapa, uikumbuke, kumbuka, zakar, neno starehe, neno nini? Starehe ama pumzika ni neno, na neno kazi, mraka, yote kwa mara ya kwanza katika maandiko yametumika kwenye Mwanzo 2. Ni kipindi ambacho sheria haijafanya nini? Haijatolewa bado. Na ukiangalia yote katika Mwanzo 2:3 pamoja na Kutoka 28 ambao tumesoma pale, neno kodash limetumika kuhusiana na Sabato. Isn't it? Limetumika kuhusiana na Sabato. Sabato ambayo tunasema Shabbat, isn't it? Okay. So neno kodash, takasa, kwenye Kutoka 28 anasema ukumbuke siku ya saba uitakase. Inazungumzia habari ya Sabato, kwa kutakasa pale kodash iko in relation na Sabato. Kwa hata Mwanzo 2:3 anasema siku ya saba Bwana akafanya akaitakasa, Shabbat. Tuko pamoja? So you can see Mwanzo 2:3 anasema na Bwana akaibarikia siku ya saba akaitakasa, and sanctified it. Sura ya 20 Kutoka 28 anasema ikumbuke siku ya saba ukaitakase, remember the Sabbath day and keep it holy. Kutoka 28. So tujile swali, rest from what? Kupumzika kutoka kwenye, kustarehe kutoka kwenye nini? Kupumzika kutoka kwenye nini? Rest from what? So, Shabbat, tumesema Shabbat is to cease, isn't it? Tumesema kukoma, sio? Neno hili Shabbat tusema to cease, what cause to cease? Hili neno ambalo of course neno ile anasema akastarehe, tumesema neno Shabbat ambalo linamaanisha to cease or to cause to cease, kuacha au kusababisha kuacha, kukoma au kusababisha kukoma. Glory to God. Tumeelewana? So kustarehe kutoka kwenye nini? Ama pumziko kutoka kwenye nini? Mwanzo 2:1 mstari wa 2 na wa 3. It's better tukarudi pale tena. Mwanzo 2:1 mstari wa 2 na wa 3. Kitabu cha Mwanzo tutasoma hapa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 na wa 3. Anasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Haleluya. Akaacha kazi yake yote aliyoifanya. Are you still in class? Okay. So mwandishi anasema akastarehe. Alistarehe wakati gani? Wakati mbingu na nchi zimefanyaje? Zimemalizika. So mbingu na nchi ni mahali pa Mungu pa kustarehe. Do you understand? Ni mahali pa Mungu, ni pumziko la Mungu. Mbingu na nchi, God's rest place. Kwa mbingu na nchi zilipomalizika akastarehe. You see? So kumbuka, lakini nini kilimaanisha kwa uikumbuke siku ya saba uitakase wakati anafundisha na Israeli? Ni muhimu kujifunza kwamba nini alikuwa anamaanisha kwa kuambia wana Israeli uikumbuke siku ya saba ukaitakase. Alafu kule anasema Mungu akafanyaje? Akaibariki siku ya ngapi? Ya saba, akaitakasa. Huku anaambiwa mwanadamu, anaambiwa wanafunzi wa Moses kwamba waikumbuke siku ya saba, wafanye nini? Waitakase. So Sabato inawakilisha nini? Sabbath inawakilisha nini? Kutoka katika kitabu cha Zaburi tutaona au tutajifunza vile Sabato nini Sabato inawakilisha. Kitabu cha Zaburi sura ya 95 mstari wa 11. Kitabu cha Zaburi sura ya 95 mstari wa 11. Naomba ufike pale mara moja na usome. Zaburi sura ya ngapi? 95 mstari wa 11.
Zaburi sura ya 95 mstari wa 11. Nasemaje? Nikaapa kwa hasira yangu, wasiingie rahani mwangu. Yes, ongeza tena sauti. Nikaapa kwa hasira yangu, wasiingie rahani mwangu. Yani sauti yako ile wanasema volume chini na volume juu yote sawa tu. So akaapa kwa hasira yake wasiingie rahani mwake. And whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Rahani mwake. Nakumbuka God's resting place. Mahali pa Mungu pa pumziko ni nini? Mbingu na nchi. Are you getting it? So mwandishi wa Zaburi anasema aliapa kwa hasira yake wasiingie rahani mwake. Sasa Daudi anawaongelea watu gani? So context ya hapa ni muhimu sana ya kuzingatia. Ukirudi katika mstari wa 7, usome mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10. Weke kasauti kako kae vizuri kabisa. Hiyo unaweza kusogeza karibu na wewe kabisa. Yani inaweza kukaa rahisi kuweka na kunania. Kitabu cha Zaburi ya 95, tuanzie sasa nyuma kidogo kabla ya mstari wa 11 wa 7 hadi wa 10. Anasemaje? Anasema kwa maana ndiye Mungu wetu. Kwa maana ndiye Mungu wetu. Na sisi tu watu wa malisho yake. Sisi tu watu wa malisho yake. Na kondoo za mkono wake. Kondoo za mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Yes. Msifanye migumu mioyo yenu kama vile huko Meriba. Kama siku ya Masa jangwani. Hapo waliponijaribu baba zenu, wakanipima, wakayaona matendo yangu. Ni miaka 40 nalihuzunika na kizazi kile. Nikasema hao ni watu waliopotoka mioyo, hawakuzijua njia zangu. Hawakuzijua njia zangu. Glory to God. Hiki alichokifanya mwandishi wa Zaburi ni nini katika kile tulichojifunza? Codified language. Katika sentensi au misali minne amesummarize Kutoka, Walawi, Hesabu definitely. Tuko pamoja? Matukio yale yote amesummarize katika hii sentence. Ule wasi uliofanya kimsingi, wasi hapa kipekee kabisa upo katika kitabu cha Hesabu. Kuanzia sura ya 13 mstari wa 25 hadi mstari wa 33. Anaongea jinsi ambavyo hawa watu walifanya nini? Walimuasi Bwana. Lakini pia Hesabu 14:1 mpaka 4. Wakawa nasema kwamba turudi nini? Tuchague kiongozi, turudi wapi? Misri. Huku kwingine walikuwa wamenungunika, watu wamekwenda kufanya upelelezi, wamerudi na ripoti, wanawashawishi mkutano kwamba Bwana wale watu watawaua na hawawezi kwenda. Kwa hiyo kwenye sura ya 14 anasema wanataka warudi Misri. Anasema Bwana Mungu anasema kwamba inawezekana, anasema would God that we had died in the land of Egypt. Sema si bora Mungu angetuua huko katika nchi ya Misri kuja kutuulia huko. Walikuwa watu wa shingo ngumu, waasi. Ukisoma tena Hesabu 14:20 mpaka 24 utaona mambo kama hayo. Kwa sasa haya matukio haya ya kitabu cha Hesabu yalirudiwa tena kuzungumzwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kwenye Kumbukumbu la Torati 1:19. Story ni ndefu kweli kweli. Mpaka mstari wa 32. Jinsi watu walivyokuwa nini? Waasi. Walivyomkasirikia, walivyomuasi Bwana. Glory to God. Story hiyo imerudiwa tena kwenye Kumbukumbu la Torati 1:19 mpaka ngapi? Mpaka hujaiona? Haleluya. Kumbukumbu la Torati sura ya ngapi? Ya kwanza 19 mpaka mstari wa 36. So ukiangalia mstari wa 32, naomba usome Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza 32. Anasemaje? Anasema lakini katika jambo hili hamkumwamini Bwana Mungu wenu aliyewatangulia njiani usiku kwa moto kuwaonyesha njia mtakayoendea na mchana kwa hilo wingu ili apate kuwatafutia mahali pa kusimamisha hema zenu. Anasema lakini katika jambo hili hamkumwamini Bwana. Ana summarize response yao
kwa kusema they did not believe God. Tuko pamoja? Kwa changamoto yao kubwa ilikuwa ni nini? They did not believe God. Hawakumwamini Mungu. Hivyo ndivyo anavyofupisha kwenye Kumbukumbu la Torati mambo yote waliofanya, jinsi walivyomuasi Bwana. Kwa hiyo mwandishi wa Zaburi kwenye mstari wa 10 ule 95, 10 na 11, unaenda pale kwenye Zaburi 95, 10 na 11, anasema kwamba miaka 40 nilikasirishwa au nilihuzunishwa na kizazi hiki. Unaona, wakawa ni watu ambao wamepotoka, akasema ni watu waliopotoka katika mioyo yao, ambao hakujua njia zangu, ambao kwao niliapa, si ndivyo, kwamba hawataingia katika raha yangu. I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Kwa sababu gani ilifanya wasiingie katika starehe ya Bwana au rahani mwa Bwana? Sababu gani? Kutokuamini, unbelief. Kwa rahani na starehe, kwenye starehe ni sawa. Bwana kastarehe, he rested. Hawataingia rahani mwangu, in my rest. Kiswahili kinasema rahani. So kuna sehemu kimetumia starehe, huko kinaongelea raha. Tuko pamoja? Kwa raha na starehe ni maneno sawa katika Biblia ya Kiswahili, katika muktadha wa mambo haya ya Sabato. Tuko pamoja? Kwa sababu hawakuingia rahani mwake ni nini? Kutokuamini. Kutokuamini nini? Kutokuamini kulikuwa kunahusiana na ahadi ya Mungu. Ahadi, ama tunasema kuhusiana na mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu katika nini? Torah, katika Torah ya Musa, katika kile ambacho, katika agano la Mungu. Of course, mpango wa Mungu katika kile ambacho Mungu alitoa, ameelekeza. So these guys did not believe. So unbelief was the key issue here. Ilikuwa ni issue kubwa na ya msingi hapa, kutokuamini. Kwa hiyo sababu ya kutokuingia ni kutokuamini. Kwa hiyo Mwanzo 2:1, tukirudi Mwanzo 2:1 mpaka 3. Mwanzo 2:1 mpaka 3. Mwandishi alipokuwa anasema kuhusiana na mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Bwana akamaliza kazi yake yote, akapumzika katika siku ya saba kutoka kwenye kazi yote aliyoifanya. Na Bwana akabariki siku ya saba, akaitakasa, akasema, akafanya nini? Akasema kwa sababu katika hiyo akastarehe kutoka katika kazi yake yote aliyoifanya. Tuko pamoja? So mwandishi hapa kwenye Mwanzo 2:1 anaeleza Sabato kama lugha ya picha ya mtu aliyefanya kazi siku 6 sasa, na anapumzika au ana take break kutoka kwenye kazi yake katika siku ya saba. Kama mtu amefanya kazi zake siku 6, then siku ya saba anapumzika. Nini kilikuwa kinatokea? Alikuwa anawafundisha wana wa Israeli ukweli wa kiroho juu ya kitu kinachoitwa pumziko la Mungu ama starehe ya Mungu. God's in that God's rest. Anawafundisha ukweli katika pumziko la Mungu au katika starehe ya Mungu, ambapo anawafundisha kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya mtu kuacha kazi zake na kufanyaje? Anaacha kazi zake huku akifanyaje? Akitegemea au akistarehe katika kile ambacho Mungu amefanya. Unisikia hapo kwa makini. Mwandishi ameeleza katika Mwanzo 2:1 mpaka 3 kwa kutumia neno sabas ama starehe, pale ni neno rest, starehe, kwa lugha ya picha kama mtu aliyefanya kazi siku 6 sasa anapumzika au anachukua break kutoka katika kazi aliyoifanya kwenye siku ile ya 7 anapumzika. Hii ilikuwa kuwafundisha ukweli wa kiroho juu ya starehe ya Mungu, ambapo ni kwa ajili ya mtu kuacha kazi zake alizofanya, kuacha kazi yake huko akitegemea au akirely au akistarehe katika kile ambacho Mungu amefanya nini? Amefanya. Kwa inatosha kusema kwamba pumziko la Mungu ama starehe ya Mungu ama mahali pa starehe pa Mungu ambao ni Sabato ilifanywa kwa ajili ya mtu na si Mungu. The Sabbath was made for man and not God. Do you understand? Kwa mwandishi kwenye Mwanzo 2:1-3 anaandika kwa akili, anaandika kwa ufahamu, anawasilisha kazi yake ya fasihi kwa mbinu. Tuko pamoja, akifundisha ukweli wa mtu kuacha kutegemea kazi yake au kupumzika kwenye kazi yake na kutegemea
ama kustarehe katika kazi ambayo Mungu amefanya nini? Ameifanya. So Sabato kwa hivyo ni kanuni ya starehe ya Mungu ama pumziko la Mungu. Glory to God. Tuko pamoja? Sabbath is thus a principle of God's rest. Ni kanuni ya starehe ya Mungu ama pumziko la Mungu, ikimaanisha mahali pake patakatifu, his sacred place, hekalu, a temple, ikimaanisha mahali pake patakatifu. Tunaweza kusema the temple, mahali pake patakatifu, si ndio? Ambapo ni kazi yake mwenyewe na ameitakasa. Haleluya. So inaongelea, tumesema kwamba ni principle ya pumziko la Mungu, ikimaanisha mahali pake patakatifu, hekalu, ambao ni kazi yake mwenyewe, God's work and sanctified, ameitakasa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Yes. So the Sabbath is thus a principle of God's rest, meaning his sacred place, the temple, hekalu, which is God's work and sanctified. Amen. Ni kazi ya Mungu na imetakaswa. Tutaangalia hiyo vizuri, imetakaswa. Lakini mnakumbuka tulisema Sabbath, pumziko la Mungu, liliongelea habari ya kumalizika kwa mbingu na nchi. Tunakubali wote kwanza mbingu na nchi ni hekalu. When you have heaven on earth, is temple language, ni lugha ya hekalu. Yes, you need to remember that. Hii katika kanisani tumejifunza sana somo lile kuja kwake Bwana. We saw kuhusiana na Eden, mahali pake patakatifu Eden, bustani pale, si ndivyo? Tukajifunza mahali patakatifu hekalu, tukaona kwamba ni lugha nyingine za kuongelea mbingu na nchi. Glory to God. The unseen world and the seen world together. So Mungu anakaa katika hekalu. So tuna Mungu pamoja na wanadamu, tuna Mungu mahali pamoja. Mungu so it means katika hekalu watu wanakutana na Mungu, Mungu kwa pale wanamtumikia Mungu. So mbingu na nchi pamoja. Are we together? So mahali patakatifu pa Mungu, hekalu ambayo tumesema ni kazi yake na ameitakasa. Isaya anatupa nuru zaidi. Isaya 66:1. Isaya 66:1. Glory to God. Isaya 66:1. Hallelujah. Umefika? Isaya 66:1. Twende tusome. Anasemaje? Anasema, Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi. Mbingu ni kiti changu cha enzi. Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Mtanijengea nyumba ya namna gani? Kumbuke vitu vinatajwa pamoja, mbingu na nchi au dunia. Anasema kwamba mbingu ni nini? Ni mahali pangu. Mahali pake, alafu nchi ni mahali pake pa kuwekea miguu. Okay, so Mungu maana yake yuko mbinguni na duniani. Anachomaanisha mahali unaposema miguu yake, is where God's activities are being done. Kazi, shughuli za Mungu zinafanyika wapi? Duniani. Do you understand? So he operates. So tuna activities za ulimwengu wa roho duniani, isn't it? Okay. So anasema mbingu, umekimbia. Tuko pale bado. Anasema mbingu ni kiti changu cha enzi na duniani ni mahali pangu pa kuwekea miguu. My foot is to. Anasema where is the house that ye built unto me and where is the place of my rest? Iko wapi nyumba? Ametumia neno gani? Anasema na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani? Na mahali pangu pa kupumzikia, God's rest. Do you remember? Yes. So God's rest ni mahali pa kupumzikia. Kwa tunakubaliana wote ni mahali panazungumzwa ni mahali. So it's God's sacred place, ni eneo takatifu la Mungu. Yes. Is it a temple? Yes. Okay. So na mahali pangu pa kupumzikia pako wapi? Mstari unaofuata? Sasa tunasema huu ndio wa kwanza umeisha. Iko wapi nyumba mlionijengea? Si ndio? So it means where is the house that you built unto me? So hii eneo takatifu, is it a house? Ni nyumba? Yes. Is it a temple? Yes.
Is it sacred? Ni takatifu? Ndio starehe yake, mahali pa kustarehe, si ndio Okay, thank you very much. Where is the place of my rest? So ana clarify au anaeleza kwamba Mungu akai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono ya nini? Na kwa mikono, physical temples made with hands. Mahekalu yaliyofanywa kwa mikono. Anawahoji, wamejenga. Alafu ndo anauliza, sasa mahali pangu pa kupumzika pako wapi? Na nyumba yangu unanijengea iko wapi? So it means God has his own house. Na haifanywi kwa mikono ya nini? Ya kibinadamu. Do you understand? So the physical temple is not the place of God's rest. Kwa hekalu la jinsi ya mwili sio mahali pa starehe ya Mungu au mahali pake pa kupumzika, sio rahani mwake. Do you understand? Umeelewa hiyo kitu Umeelewa hiyo kitu Kwa undani yale mahekalu ya jinsi ya mwili, physical temples, ambao Musa alijenga mara ya kwanza. Musa alijenga, si ndio Alijenga Musa, alafu Sulemani akajenga tena. Yalikuwa yana prefigure, yanatazamisha hekalu la Mungu, heaven and earth. Kwa yale mahekalu ya jinsi ya mwili ambao Moses anatengeneza, Sulemani anatengeneza, ilikuwa kuwapa picha katika jinsi ya mwili na kutazamisha kile ambacho Mungu anajenga, ambao ni hekalu lake. Tuko pamoja Tuko pamoja Amen, amen. Tuko pamoja So anatazamisha hekalu la Mungu. Hekalu la Mungu ni heaven and earth, ambayo imetimizwa katika ufufuo wa mwana wake. Was fulfilled in the resurrection of his son. Of the son, tunaweza kusema of the son. The resurrection of the son. Imetimizwa katika ufufuo wa mwana. So mbingu na nchi, mahali pa Mungu pa kupumzika, hekalu. Nakumbuka Yesu anasema, livunjeni ile hekalu, nami ndani ya siku 3 nitafanyaje? Nitalisimamisha ndani ya nini? Siku 3. Anasema lakini yeye alikuwa anazungumzia habari ya hekalu la mwili wake. So katika kufa, kuzikwa na kufufuka, Yesu alijenga hekalu. Glory to God. Hekalu la Mungu, mahali pa Mungu pa kupumzika. Kwa hiyo Mungu ametazamisha hivyo. Ametazamisha hivyo. Glory to God. Imetimizwa wapi? Katika ufufuo wa mwana. Kwa statement mbingu na nchi, ambayo imetumiwa na mwandishi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, ni kile ambacho amekifundisha zaidi kama Mungu kuingia rahani mwake, au Mungu kustarehe kwa kukoma au kuacha kazi yote aliyoifanya katika Mwanzo 2:1. Mbingu na nchi kama ilivyotumiwa na mwandishi katika Mwanzo 1:1 ni kile ambacho amekifundisha baadaye zaidi kama Mungu kuingia katika raha yake kwenye Mwanzo 2:1. So sura ya 1 inaanza na hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sura ya 2 inasema zikamalizika na Bwana akastarehe. So it means the Sabbath, the statement heaven on earth employed by the writer in Genesis 1:1, which is the Father taught as God entering into his rest and ceasing from his works in Genesis 2:1, is what his Father taught. Ni kile ambacho kimefundishwa zaidi kama kuingia rahani mwake ama kustarehe au kuacha kazi yake yote. Tuko pamoja Kwa hiyo Sabato ama pumziko la Mungu, Sabato ama pumziko la Mungu ambalo liliandikwa katika unabii na manabii wote wa Mungu katika maandiko matakatifu, limeandikwa kama imani katika kile ambacho Mungu angetenda, faith in what God would do, limetimizwa katika ufufuo. Sabato ama pumziko la Mungu iliyoandikwa katika unabii, kwenye mabano yote ambayo manabii wa Mungu katika maandiko matakatifu, na manabii wote, yani tuzungumze imeandikwa katika unabii au tuseme and all the prophets of God katika maandiko matakatifu, imeandikwa kama nini? Imani katika kile ambacho Mungu angefanya, ambayo imetimizwa wapi? Katika ufufuo wa nani? Mwana. Kwa hiyo iko wazi ni muunganiko wa Mungu na mtu. Amen. Kwa Sabato ni nini? Muunganiko kati ya Mungu na mtu.
ni mbingu na nchi, ndio rahani mwa Bwana, ndio pumziko la Mungu, ndio sala yake, ambapo mtu anasizi katika kazi zake na anategemea tu kile ambacho Mungu angefanya. Kwa ni imani katika kile ambacho Mungu amefanya kuna kumuingiza mtu katika raha ya Mungu. Ni kweli ama si kweli? Anasema hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. So maana yake unbelief, kutokuamini, kuna kuwa kinyume na kuingia rahani mwa Mungu. Glory to God. Are you getting it? So tumesema ya kwamba Sabato au pumziko la Mungu ambalo limeandikwa katika unabii kama imani kwa Mungu imetimizwa katika ufufuo, na hiyo kimsingi kwa wazi ni umoja wa Mungu na mwanadamu. Kwa katika kujibu swali, what does remember the Sabbath day to keep it holy mean, katika kitabu cha Kutoka 28, ina maana gani kusema ikumbuke siku ya saba ukaitakase? Hii tunapaswa kujibu hii. Wana wa Israeli walikuwa wameelekezwa kukumbuka. Neno kumbuka pale it means to recall, to think upon, kutafakari juu ya. Unakuwa unasema unatafakari juu ya hiyo. Walikuwa wameelekezwa to remember, to recall or to think upon the Sabbath day. Siku ya saba au siku ya Sabato. Siku ya Sabato ambayo tumesema nini? Ni pumziko la nani? La Mungu, ama starehe ya Mungu, ama rahani, ambayo hiyo habari ya kuambiwa wakumbuke, wa think upon, ina maana pia ya to believe, waamini katika. Kwa maana yake imani katika kile ambacho Mungu amefanya au alifanya. Imani katika kile ambacho Mungu amefanya au alifanya. Imani hiyo ni kile ambacho kinachukuliwa kama cha tofauti, kilichotengwa na takatifu. Ni kile kinachochukuliwa kama cha tofauti, kilichotengwa na takatifu. Unakumbuka uitakase? Nini ambacho kinatakaswa? Ni kwamba imani kwa Mungu, kwa uaminifu wa Mungu, au imani katika kile ambacho Mungu amefanya, ndicho kinachukuliwa kama kitakatifu, yani kilicho separate, kilicho different na sacred. Glory to God. Glory to God. So maana yake hawa wana Israeli wanataka kuthink upon, kuthink upon vile ambavyo Mungu amewakomboa, sababu kuna maelekezo yalikuwa yanafuatana na Sabato, kwamba vile Mungu amewakomboa kutoka katika nini? Amewakomboa kutoka Misri. Kwa walipaswa wao waweze kuamini katika neno la Mungu, au waamini katika kile ambacho amekifanya, na wasizi katika kazi zao, manake walilai hivyo. Na hiyo ndio inakuwa umeitreat au umeichukulia kama tofauti ya pekee, iliyotengwa na iliyo wakfu, ama sacred. Hallelujah. So angalia maelezo ya Yesu kuhusiana na Sabato alipoulizwa na Mafarisayo. Maelezo ya Yesu kuhusiana na nini? Sabato alipoulizwa na Mafarisayo. Are we together? Yes. Fika lisali moja unanistua. Fika angalau tukiwa tumetembea kama lisali moja. Tuko pamoja. So, kitabu cha Mathayo kuna maelezo ya Yesu hapa kuhusiana na Sabato. Mathayo 12:2 na mstari wa 2. Mathayo sura ya 12 mstari wa 2. Mstari utakuwa wa kwanza hadi wa pili sasa. Glory to God. Sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa pili. Kitabu cha Mathayo. So soma. Anasemaje pale? Anasema, wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato. Okay. Wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke, wakala. Na Mafarisayo walipoona, walimwambia, tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kufanya siku ya Sabato. Kwa hiyo jamaa wamesikia njaa. Kwa watoto tunatembea kwenda shuleni, jamani. Shule zetu kwa unapita njiani kuna kwa mahindi na huku mahindi, unapita katikati unaelekea shule. Alafu mahindi unakuta yamenona, ile mimea ya mahindi inaitwa nini? Masuke. Sio tunaita migagi. Unajua migagi wewe? Kwa tunavunja ile migagi. Na tunakula. Ila bado haijabeba mahindi.
kata kwa zile steam, yale mashina ya miche ya mahindi. Sasa siku hizi mahindi ni ya dawa tu mahindi ni ya dawa tu, GMO whatever, mbegu fupi. Tuko hapa miezi ngapi tumenani, wakati ilikuwa vitu ni mnaweza kusema original, vitu ni natural, yes, safi, kwenye udongo ambao hauna mambo mengi. Panda mbegu zile ambazo mmevuna mwaka jana, ile migagi ilikuwa mitamu, sikwambia. So tulikuwa tukienda shule, kisikia njaa, watoto tunaingia hapo mzee, ni kuvamia masuke yale, vunja watu tunatembea ng'ombe, tunakula kama miwa. Mimi kula nyie jenzia, mimi kula migagi, nyie mnajua miwa tu. So tulikuwa tunaishi. Sasa hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa nasikia njaa. Wamepita kwenye shamba kama hilo, ambapo ni shamba la mahindi, kodi, kama sisi tulivyokuwa watoto tulikuwa tunafanya. Wamesikia njaa, wakaona isiwe tabu, wakaanza kufanya nini? Wanalani wale masuke, wanakula. Tuko pamoja. Anasema Mafarisayo walipoona hivyo wakasema, tazama wanafunzi wako wanafanya jambo ambalo si nini? Si halali kulifanya siku ya nini? Ya Sabato. Yaani watu wana njaa, wanasema sio halali kulifanya siku ya, wanaona wamefanya kazi, wanatakiwa wapumzike tu. Umeona kitu? So, hebu tuende tena Mathayo 12 mstari wa 10, akawaambia nini? Mstari wa 10 anasema, na tazama yumo mtu mwenye mkono umepooza. Wakamuuliza wakisema, ni halali kuponya watu siku ya Sabato? Wapate kumshtaki. Kwa wanataka kumshtaki, wanamuuliza ni halali kumponya mtu siku ya Sabato. Mtu anaumwa, wameshamwekea mtego. Unajua huyu jamaa kelele cha kuponya wagonjwa, anaoneaga huruma. Sasa hapa kuna mgonjwa, anamuuliza, hivi ni halali? Unajua ni kama ile mtu anakuwahi kwa mbele ili uogope kufanya tukio. Anajua unataka sasa, hivi ni halali kuponya siku ya Sabato? Yeye sawa. Na sasa jamaa sasa tayari ananibana hapa. Yesu aliponya siku hiyo. That's our master. Hallelujah. So kuelewa vizuri ya nini Sabato inazungumzia maana yake na kwa nini walimuuliza Yesu kuhusiana na Sabato, hebu tusome context. Mathayo 12:1. Tuanzia 1, tutasoma pale tuliposoma, utakwenda mpaka mstari wa 8. So naomba soma moja kwa moja kabisa kutoka mstari wa kwanza. Nasemaje? Wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato, wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Na Mafarisayo walipoona, walimwambia, tazama wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato. Akawaambia, hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wenziwe? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akaila mikate ile ya onyesho, ambayo si halali kwake kuila, wala kwa wale wenziwe, ila kwa makuhani peke yako? Wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya Sabato makuhani hekaluni huinajisi Sabato wasipate hatia? Kwa amelifanya matukio mangapi tayari? Mawili. Hamkusoma. Maana hawa jamaa walikuwa waweke umakini kwenye taarifa, kwa sababu sio kwamba walikuwa wasomi. Mafarisayo ni watu waliosoma na wameshika kila kitu katika Agano la Kale kichwani. Wanaweza kusomea kwa kichwa Biblia yao Mwanzo mpaka Malaki kichwani, na wamesoma mara nyingi. Kwa ndio maana na matumizi ya neno anaginosko. Anaposema jam kusoma, maana yake kusoma kwa kuweka umakini kwenye taarifa, kurudia na kurudia, kuangalia muktadha. Amewatajia matukio mawili. Mstari wangapi upo? 6. Twende. Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngalinijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingaliwalaumu wasio na hatia, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Akamalizia kwa kusema kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Mstari wa 3 amelifaa hapa kwa Daudi kwamba alikuwa na njaa akala, na ilikuwa sio halali yeye kwenda hekaluni na kuchukua vitu vya nini? Hekaluni. Yesu anaeleza hii kutoka kwenye Samueli wa kwanza 21 kuhusu Daudi. Tutasoma hiyo story ya Daudi, kwa maana yake ni kwamba hata waandishi walikuwa wanaandika mpaka wanategemea urudi ukasome hiyo story ya Daudi. Amekupa kwa ufupi, si ndio hiyo ni codified language Samueli wa kwanza 21:3 mpaka 6 kuna hiyo story ya Daudi. Mstari wa 7. Kwenye mstari wa 7 hapa kuhusiana
na nini na makuhani, sio? Mstari wa 7 ulikuwa unaongelea makuhani. Yes. Jinsi ambavyo wahalifu siku ya 7 na wakawa hawana nini hatia. Amefundisha kutokea kwa Hosea sura ya 6 mstari wa 6. Afu anasema I desired, nataka rehema wala si sadaka. Tuko pamoja, kumjua Mungu kuliko dhabihu nini, kuliko sadaka za nini, za kuteketezwa. Tuko pamoja. So Hosea 6:6. Kwa amefundisha kutoka 6:6 kwa habari ya kutaka rehema na wala si nini, sadaka. Na hii ilizungumzwa pia na nabii Mika 6:6 mpaka 8. Tuko pamoja. Mika 6:6 mpaka 8. Are you there? Hebu soma Mika 6:6 mpaka 8. So na Hosea 6:6 na Mika 6:6 mpaka 8. Sio kana hizi 6:6 Hosea na Mika walikuwa wanafanya tu mambo yamekaa menyoka yamefanana. Unasemaje? Yes, Mika sasa ni Mika 6:6 mpaka 8. Mika 6:6 mpaka 8. Anasema nimkaribie Bwana na kitu gani na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Yes. Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na 1000 za kondoo waume au na 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema. Na Bwana anataka nini kwako? Bwana anataka nini kwako? Ila na kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Amen. So kirudi kwenye Mathayo 12, anasema kwa sababu mwana wa Adam ndiye bwana wa nini? Wa Sabato. Na hii ameanza kwa kueleza kutoka kwenye Mwanzo 2:1-3 na Kutoka 28. Mnaweza kumbuka? Mwanzo 2:1 mpaka 3 na Kutoka 28 mpaka 11. Ukumbuke kwenye zile amri 10 au maneno 10 ya Torati, amri 10 katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa kwanza mpaka uende huo mstari wa 11 of course. Utaona ya kwamba amri chache za kwanza zilikuwa zinahusiana na nani? Mungu. Si ndivyo? Zile 3-4 za kwanza zinahusiana na uhusiano wa mtu na nani? Na Mungu. Ibada kwa Mungu, kuamini Mungu. Haleluya. Tuko pamoja? Kuamini ahadi yake, kuamini katika Mungu, kutokuwa na miungu mingine. Ni simply faith to God, ama kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kwa roho yako yote. Ni summary ya zile 4 za kwanza. Zinaongelea mtu na Mungu. Glory to God. So, alipoongea zile 3 za kwanza zinazohusiana na Mungu, akaeleza sasa Sabato kwenye ile ya 8. Kuanzia mstari wa 8 mpaka 11. Kwa ukisoma mstari wa kwanza hadi wa 7, utaziona zile za kutoabudu sanamu, za kutolitaja jina la Bwana Mungu wako bure, si ndivyo la kutokuwa na miungu mingine etc. Alafu kuna hiyo sasa ya nini? 8 sasa. Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi yako, lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Katika hiyo anasema hautafanya nini? Kazi. Wewe wala mtoto wako wala mjakazi wako wala nile pale wala wanyama wako wala mgeni wala nini aliye katika nyumba yako. Kwa siku 6 Bwana analifaa wapi? Mwanzo 2 mstari wa 11. Kwa siku Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na kila kilichomo, akastarehe siku ya 7, akapumzika katika siku ya ngapi? Ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya 7 akaitakasa. Kwa maana yake huwezi kuelewa hii kutoka hapa kama hujaelewa Mwanzo 2:1 mpaka 3. Do you understand what I'm saying? Tuko pamoja Kwa Yesu ana point kwenye Mathayo 22 kwamba zile amri 10 zikiwa zimeangaliwa vizuri, zimechunguzwa, itaonekana sehemu ya kwanza inahusiana na Mungu na sehemu ya ambapo mtu anaingia katika raha yake. Do you understand? Inahusiana na Mungu sehemu ya kwanza, mtu
anahusiana na Mungu, alafu anaingia katika nini? Raha yake. Sio kwamba Sabato imeongelewa hapo. Anaamini, anaingia rahani mwake. Alafu sehemu ya pili ya zile amri kuanzia ya 5 mpaka ya 10, ukianza na ile ya waheshimu baba yako na mama yako, zinaongelea habari ya nini? Ya watu. Ni habari ya watu. Ni mahusiano kati ya mtu na watu. Mtu na watu wengine. Kwa kuna mafungu mawili. Of course hiyo utaipata kwenye Mathayo 22:36 hadi 40. Anagawanya mafungu mawili katika zile amri 10. Kwa maana yake amri 10 zinaanza kana sentensi hizi mbili tu. Kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na ya pili mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa amri ya 5 mpaka ya 10 ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Amri ya kwanza mpaka ya 4 mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote. Anasema na hiyo ya kwanza yafanana na ya pili. Na katika hizi Torati yote na manabii zimesimama. Hebu tusome kwa utamu wa neno. Najua tunafurahia sana neno. Mathayo 22 sura ya Mathayo 22 sura ya 36. Mathayo 22 mstari wa 36 hadi wa 40. Mathayo sura ya 22 mstari wa 36 hadi wa 40. Umefika? Soma kwa sauti. 22:36 hadi 40. Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Sogeza hii kabisa hapo. Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akawaambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. So amri mbili, ya kwanza inafanana na ya pili. Kwa hiyo unaweza kusema ni amri moja pia. Kwa ukimpenda Mungu utampenda jirani yako. Isn't it? So okay. Ya kwanza mpende Bwana Mungu wako hivyo. Ina summarize zile 4 za kwanza. Ya kwanza mpaka ile ya 4 ya Sabato. Kuingia rahani mwake. Do you understand? Kwenye pumziko la Mungu, mbingu na nchi. Kusizi katika kazi zako na kuamini kwenye kazi ile ambayo Mungu amefanyaje? Ameifanya. Tuko pamoja? Una rely, una trust, unategemea kazi aliyoifanya. Ni ajabu leo mpaka leo watu wanapambana na siku, yani wanaandamana, wanafikiri siku ndio ya maana. Wakati kinachofundishwa ni imani na kutegemea kile ambacho Mungu amekifanya. Ni kuingia katika roho yake, ni kutotegemea matendo yako, ni kukubali kazi ya Mungu na kuitegemea yenyewe peke yake. Alafu tumesema sehemu ya pili ya amri ambayo ni ya 5 mpaka ya 10 inaongelea uhusiano wa mtu na mtu. Usiibe, usizini, usifanye nini. Ndio hiyo kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Kwa sababu huwezi ukampenda mtu ukamtendea jambo baya. Haleluya. Tuko pamoja So amefundisha amri 10 kama ibada ya mtu kwa Mungu, man's worship of God, ibada ya mtu ya Mungu, na pia mahusiano ama mwingiliano wa mtu na mtu. Man's interaction with man and first man's worship of God and second man's interaction with man. Ya kwanza kumpenda Mungu, ya pili kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Ni katika mahusiano na watu ambao tuko nao na tunaishi nao. Kwa amri ni mbili tu. Kumpenda Bwana, unaweza kusema ni kumwamini Mungu. Kumpenda Mungu, unampendaje Mungu? Unamnunulia chips? Unamsolutionea suti? Is to believe in his word. Kuamini katika neno lake ama kuamini katika mpango wake, kuamini katika Kristo Yesu. Leo tunaweza apply kuamini katika Kristo Yesu. So imani katika Kristo Yesu inatafsiriwa kama kumpenda Bwana Mungu wako kwa akili zako zote. Na imani ndio inakuingiza rahani? Unapokea Roho wake Mtakatifu. Na ukiwa na Roho wake Mtakatifu unaweza sasa kumpenda jirani yako kwa sababu pendo limekwisha kumiminwa ndani yako. Kwa Mungu anamdai mtu chochote? Yeye ndiye ametoa kila kitu. Mtu anapokea imani, anapokea mtembeo wa upendo. Are you getting it? So, kimsingi hapa anasema, as we are trying to round up kidogo hapa, anasema, tumeangalia hapo, kwamba ya kwanza ni ibada ya mtu kwa Mungu, na ya pili ni mahusiano ya mtu na mtu. Si ndivyo? Ambapo pia ni worship kwa Mungu. Au mahusiano ya mtu na mtu sio ibada kwa Mungu. Ni ibada kwa Mungu. Ndio maana ya kwanza yafanana na ya pili. Huwezi kusema unampenda Mungu upendi watu. That will be hypocrisy, isn't it? Kumpenda Mungu ama kumtumikia Mungu ni kupenda Mungu na kutumikia, ni kupenda watu na kutumikia watu. Therefore, maeneo yote mawili
yanahusiana, yako interrelated. Amri zile 4 za kwanza na amri zile 6 za fungu la pili zina mahusiano. They are for worship. Ni kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo Sabato itakuwa ni nini? Itakuwa ni imani katika Mungu na kuingia katika raha yake ama mahali pake pa pumziko au kwenye starehe yake. Kwa Sabato ni kwa ajili ya wanadamu, sio wanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa maana Yesu akasema Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato, ndio bosi. Wewe upelekeshwi na siku ndo mtumishi kwako. Haleluya. Tuko pamoja? Tumeelewana? Kwa hiyo tumesema yote yanahusiana na yanaongelea ibada, yanahusiana na ibada, yeah, for worship. Kwa Sabato ni imani, ambayo ni imani kwa Mungu, faith in God, na kuingia katika raha yake au katika eneo lake la pumziko ni kwa ajili ya mtu. So Paul akafundisha the same truth kwenye kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 4 hadi wa 9. Haleluya. 14:4-9. Yes. Nasema, wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Ongeza sauti yako pia. Wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa bwana wake mwenyewe yeye husimama au huanguka. Naam, atasimamishwa kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku. Mwingine aona siku zote kuwa sawasawa. Kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Kila mtu athibitike katika nini? Katika akili zake mwenyewe. Kwenye akili zake mwenyewe. Wewe unataka kuabudu Ijumaa, unaona ina maana sana, utajua mwenyewe. Twende, anasemaje? Yeye athibitishaye siku huiadhimisha kwa Bwana, naye alaye kula kwa Bwana, kwa maana amshukuru Mungu. Tena asiyekula hali kwa Bwana, naye pia amshukuru Mungu. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa, tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikufa akawa hai tena. Kwa sababu hii hawamiliki waliokufa na walio hai pia. Kwa wote wafu na walio hai ni wa Bwana. Najua mwenyewe ukitaka kufa haraka wewe wa Bwana, utaenda tu kwa Bwana. Ukitaka kuendelea kuishi utamtumikia Bwana. Tuko pamoja? So anachosema kwa lugha nyingine ni kwamba watu, men, ndio wanaokuwa na vipaumbele juu ya vitu. Men have priority over things. Mathayo 12:10 mpaka 14. Wakaenda wakafanya shauri, of course. Nafikiri tunaweza kaendelea kutokea 10 pale. Walipomuuliza kwamba je, ni halali kumponya mtu siku ya Sabato? Anasema walifanya hivyo wamshtaki. Naye akasema ya kwamba ni nani katikati yenu ambaye kondoo akianguka katika nini? Shimo siku ya nini? Ya Sabato, ambaye hata nyosha mkono wake kumtoa? 12 anasema pia kwamba je, mtu ni bora kuliko kondoo? Mara ngapi? Si ndivyo? Alafu basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. 13. Kisha akawaambia, yule mtu nyosha mkono wako, akaonyosha, akapona, akawa mzima kama wa pili. Lakini wale Mafarisayo wakatoka wakafanya shauri juu yake jinsi ya kumwangamiza. Nianza kuona jinsi ambayo shetani alivyo anapopelekesha watu. Yaani mtu amepona, watu wanatafuta kumuua aliyemponya mtu. Wana hasira na makasiriko. Wamebaki na kukomaa na mambo ambayo wamesahau nini. Nakumbuka ufundisho lile, wamesahau rehema. Wanataka kutoa tu sadaka. Wamesahau imani na rehema. Wamesahau rehema. Sema nataka nini? Sitaki sadaka, nataka nini? Rehema. Huyu mtu anaumwa, wao wanashika wanakomaa siku. Ndio anauliza, je, kondoo wako wewe anaangamia kwenye shimo?
hautanyosha mkono wako kumtoa kwa sababu ni siku ya Sabato? Anawahoji pale. Je, kondoo si bora nini? Mtu si bora mara 7 kuliko ni bora mara ngapi kuliko kondoo? Sasa mtu unaona wewe unamtoa kondoo, lakini mtu umekomalia asiponywe. Akili zako zinakuwa kwa kweli zina shida. Na nafikiri kimsingi usipokuwa na imani katika Mungu, kama akili inarogwa hivi. Kwa sababu huyu mtu anaokoa kondoo, alafu mtu anaona kama haipaswi kumuokoa. Yuko sawa? Something is wrong somewhere. Tuko pamoja? Kwa Yesu alifundisha kwa kielelezo alipomponya mtu yule siku ya Sabato. Hiyo tayari ikawa ni shule. Kwamba kama anaweza kuponya siku ya Sabato, maana yake Sabato ni kwa ajili ya mtu. Sabato ni kwa ajili ya mtu. Commentary nyingine ni kwenye Mark 2:27 akawaambia Sabato fanywa kwa ajili ya mtu. Naomba usome hiyo Mark 2:27. Marko 2:27 sema akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Hivi shule si inakuwa imemaliza kabisa? Yaani mtu ameweka wazi. Sabato ilifanywa kwa ajili ya kupumzika na starehe. Bwana anamkaribisha mtu aje kupumzika. Ni kwa ajili ya mwanadamu, sio mwanadamu kwa ajili ya. Kwa mwanadamu anatakiwa kupelekeshwa na Sabato. Ni kwa ajili yake, ni to save him. Si ndivyo anasema hivyo, anasema na si mtu kwa ajili ya Sabato au mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Kwa hii neno kwa ajili ya mwanadamu inamaanisha to be made on account of man. To be made on account of man, imefanywa kwa sababu ya mwanadamu. Kwa ina maana ya kwamba wakati ambapo kuna reference inafanywa kuhusiana na siku fulani inaitwa Sabato, ni mtu aliyefanya siku hiyo kuwa takatifu kwa kuitreat kipekee. Ni yeye mtu ndiye amefanya siku hii sisi tunaiweka iwe maalum, tutaifanya tofauti. Kwa watu wanaweza kufanya vitu kuwa vitakatifu kwa vitendo vyao vya kuichukulia hivyo na kuitenga kutoka katika nyingine au kutoka katika kingine. Ni watu wanaofanya kutenga. Kwamba hii siku nitafanya hivi. Hili jambo taliweka hivi. Hili litakuwa limetengwa, ni la pekee, ni tofauti. Hallelujah. Men can make things holy by the act of treating them as separate from others. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Sabato ilifanywa kwa ajili ya wanadamu au mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya nini? Sabato. So, do you remember mbingu na nchi? Mahali patakatifu pa Mungu, si ndivyo? Pumziko la Mungu, starehe ya Mungu, si ndivyo? Je, ni Mungu anayesizi kazi au ni Mungu anamwalika mtu katika pumziko lake? Ina maana ya imani katika kazi aliyoifanya, kutegemea kazi zake na kuacha kazi zako. Wow. So, Sabato, pumziko la Mungu. Temple. Hallelujah. Glory to God. So, katika session yetu ambayo itafuata wiki lijalo, tutaanza kuangalia hii Sabato na raha au starehe yake au rahani mwake kwenye nyaraka. Tulisema tutaangazia katika maandiko ya Mwanzo mpaka Malaki, then tutaangazia katika Injili, tumefanya hivyo hapa, tumeangazia, then tutakuja kuangazia katika nyaraka vile ambavyo neno hili rest, hii kodi ilivyotumika kuelezea mambo kaza wa kaza katika kuelezea mambo au kuelezea jambo pana katika maandiko. Glory to God. Tuko pamoja? So niseme Mungu akubariki sana, tukutane tena wiki ijayo hapa darasani, endelea kujifunza. Amen.